Wananchi katika halmashauri za Kasulu na Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa wa Mpox. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Buhigwe, Kanali Michael Ngayarina, wakati akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya Kasulu kwenye kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya ya Kasulu. Kanali Ngayarina amesema kwa kuzingatia kuwa wilaya za Kasulu na Buhigwe zipo mpakani, ametoa rai kuwa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa Mpox ni muhimu jamii kuchukua tahadhari zinazotolewa na wataalamu wa afya. Kuna tishio la Mpox. Kuna wagonjwa wameshathibitishwa wawili kule Dar es Salaam. Jirani zenu wa Buhigwe juzi walikuwa na suspect wa ugonjwa huo, lakini baada ya sampuli kupelekwa kwenye maabara kuu, majibu yanakuja kwamba ilikuwa ni vipele vya kawaida, sio ugonjwa huo. Tuendelee kuwa waangalifu jinsi ambavyo tunachangamana na wageni. Ugonjwa kuanzia kwetu umetoka nje ya nchi. Sasa kwa sababu tuko mpakani, tuwe makini. Na umakini wetu urejelee kwenye tahadhari zetu tulizokuwa tukizichukua wakati wa ugonjwa wa Uviko 19. Lakini tujitahidi kuepuka. Ugonjwa ni mbaya, cha muhimu zaidi ni kujiepusha na kujikinga. Aidha amesema wanaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya kuhakikisha wanadhibiti kuenea kwa ugonjwa huo pamoja na kufuatilia washukiwa ili hatua za kiafya ziweze kuchukuliwa. Bukombe. Wanafunzi 1969 kutoka shule mbili za Igwamanoni na Kakoyoyo zilizopo kata ya Bulega wilayani Bukombe mkoani Geita wanalazimika kusoma kwa kupokezana katika shule ya msingi Igwamanoni kutokana na hali mbaya madarasa ya shule ya Kakoyoyo. Vyumba vya madarasa vya Kakoyoyo vimeonekana kutitia na kupata nyufa, hali inayotishia usalama wa wanafunzi. Shule ya msingi Kakoyoyo yenye wanafunzi 934 wanalazimika kutembea zaidi ya kilomita 13 kila siku kwenda shule ya msingi Igwamanoni kutokana na madarasa kutitia na kupata nyufa zilizotokana na mvua kubwa zilizonyesha mapema mwaka 2024. Kutokana na changamoto hiyo, naibu waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI Zainabu Katimba ametembelea shule hiyo kuona uhalisia na kuahidi serikali itaanza ukarabati baada ya tathmini ya wataalamu itakapokamilika. Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limesema matukio ya mauaji ya wanawake yanayotokana na vitendo vya ukatili imepungua kutoka matukio 37 kwa mwaka 2023 na kufikia matukio 7 kwa mwaka 2024. Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Geita, Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, amesema hayo wakati akiongea na waandishi wa habari kupitia sherehe ya mtandao wa polisi wanawake mjini Geita. Kamanda Jongo amesema mafanikio hayo yametokana na elimu kwa jamii kupitia kitengo cha dawati la jinsia na watoto pamoja na mikakati mbalimbali ya jeshi hilo ya kutokomeza matukio ya mauaji kwa wanawake. Tumefanikiwa sana mkoa wa Geita kupunguza ukatili dhidi ya wanawake. Mwaka 2023 tulikuwa na matukio 37 ya mauaji ambayo chanzo chake kilikuwa ni ukatili, hasa wivu wa kimapenzi, na wanawake wanapigwa hadi kuuawa. Lakini kwa kushirikiana na wananchi wa Geita, mtandao wa polisi wanawake na dawati kupitia dawati la jinsia na watoto, kwa elimu tulioitoa 2024 ni matukio 7 tu ya mauaji. Mwaka 2023 tulikuwa na matukio 95 ya ukatili wa jinsia kwa ujumla wake, ambayo yalijumuisha kujeruhi, mimba za utotoni na kutelekeza familia. Lakini 2024 Januari mpaka Disemba tulikuwa na matukio 53 tu. Tumepunguza zaidi ya 50%. Kwa upande wao, baadhi ya wanawake mjini Geita wamesema matukio hayo yanazidi kupungua, huku wakiomba elimu kuendelea kutolewa kwa kila mmoja ili kudhibiti matukio hayo. Naitwa Shukrani Sebastiani. Kwa kweli mimi katika ukatili wa mtoto wa kike au mwanamke, ni kweli ya matukio bado yapo, lakini nashukuru sasa hivi yanapungua kwa kasi, sio kama zamani. Kwa mimi naishauri jamii, tunapopata taarifa tushirikiane na uongozi, hasa kwa dawati la jinsia, kuwapa nguvu, kutoa ushahidi. Kwa jina naitwa Rosemary Paulo. Aliko nyuma sana dawati la jinsia. Wanajitahidi sana kuibua hizi changamoto za ukatili, lakini pia wanajitahidi sana kutoa elimu na taasisi mbalimbali zinaendelea kutoa elimu.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bandundu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Judith Suminwa amewataka vijana katika mji wa Bandundu, mkoa wa Ikweta, kujitokeza ili kujiunga na jeshi la taifa ili kusaidia kupambana na waasi wa M23. Waziri Mkuu Suminwa amesema hayo jana katika ziara ya kikazi aliyoifanya mjini Bandundu ili kuhakikisha vijana kujiunga na jeshi, kuhamasisha vijana kuungana na jeshi na kueleza kuwa Kongo itakombolewa na Wakongomani na sio watu wengine kutoka nje ya nchi. Akihutubia wananchi, waziri mkuu huyo amesema serikali imepanga kuongeza mishahara ya askari kwa jeshi la polisi pamoja na jeshi kuanzia mwezi huu, ambapo itaongezwa mara 2 ili kutoa motisha kwa askari wanaopambana na waasi. Amesema tofauti na kuongeza mishahara ya askari, serikali imepanga kuboresha maisha ya askari, ikiwa ni pamoja na matibabu, chakula na maisha ya familia zao. Hivyo vijana watakaojiunga na jeshi pia watanufaika na mishahara hiyo. Vatican imetoa picha ya kwanza ya Papa Francis tangu alipolazwa hospitalini mwezi mmoja uliopita. Picha hiyo inamuonyesha Papa akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu mbele ya madhabahu kwenye kanisa moja katika mji wa Gemelli ya Rome, ambako amekuwa akipata matibabu. Mapema Jumapili, Papa Francis aliwashukuru waumini wote waliomtakia mema kwa maombi yao na akawaombea amani wale walioko katika nchi zilizoathiriwa na vita. Vatican imeripoti mapema wiki hii kwamba X-ray imethibitisha hali yake inazidi kuimarika, ingawa bado anahitaji kuendelea na matibabu hospitalini. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Viongozi mbalimbali wa serikali wanashiriki ibada ya kumwombea aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Magufuli. Wananchi katika halmashauri za Kasulu na Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa wa Mpox. Na Vatican leo imetoa picha ya kwanza ya Papa Francis tangu alipolazwa hospitalini mwezi mmoja uliopita. Wazua. Msikilizaji, neno kwa nini mara nyingi ni mwanzo wa ugomvi. Liepuke. Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.